Ninawasalimu popote mlipo ndugu watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today. Hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu na mimi mtangazaji wako Bwana Ezra. Pole sana, hatujaweza kuungana karibia siku mbili ambazo zimepita. Mtazamaji wangu, serikali ya Samia Suluhu Hassan imepata pigo jingine ikizingatiwa kwamba wiki mbili ambazo zimepita Marekani vilevile kupitia kwa maseneta waliweza kupendekeza vikwazo ambavyo serikali ya Samia inapaswa kuwekewa kutokana na mauaji ya halaiki ya wananchi walioyafanya mwaka 2025, kipindi cha uchaguzi uliokumbwa na ghasia baada ya serikali ya Samia kuiba kura. Sasa tunavyozungumza, mtazamaji wangu, mnamo siku ya Jumatano tarehe 3 Juni, bunge la Ulaya, European Union, walipitisha maazimio ya kuvunja msaada ambao serikali ya Samia ingepata katika bajeti ya mwaka 2026-27. Unanielewa mtazamaji wangu? Kwa sababu kamati hiyo ya mambo ya nje na mambo za Umoja wa Ulaya waliweza kupitisha hoja itakayolazimisha bunge la Ulaya kupitia kwa kamati ya maendeleo kuondoa mpango wa kila mwaka wa maendeleo kwa Tanzania, hatua inayotafsiriwa kama hasara kubwa kwa taifa letu la Tanzania. Unajua ni kwa nini bunge hili la Ulaya kupitia kwa kamati ya mambo ya nje na maendeleo za Umoja wa Ulaya kupitisha azimio hili kunyima Tanzania misaada? In the moment we have 87 colleagues present, 82 have participated, and the result is it working? Yeah, it's working. Okay. So obviously the machine is working, then we can now proceed with the actual vote. Now, the vote is on the European Parliament resolution on the draft Commission implementing decision on the financing of the annual action plan in favor of the United Republic of Tanzania for 2026. I understand that this is only one vote. Yes. It's a roll call vote, and I now open the vote. The vote is closed. And this has been adopted, 81 in favor, 1 against and 4 abstentions. Kwa wale ambao mnajiuliza maswali ni kwa nini bunge hili la Ulaya kupitia kwa kamati ya mambo ya nje na maendeleo ya Umoja wa Ulaya wamepitisha maazimio ya kuondoa mpango wa kila mwaka wa maendeleo wa msaada katika taifa letu la Tanzania. Namba moja ni kutokana na haki za kibinadamu ambazo ziliweza kukiukwa na kuvunjwa mnamo mwaka 2025, kipindi cha uchaguzi. Unajua, katika taifa letu la Tanzania, serikali hii ya Samia imejaribu sana kwa kila namna kuliponya taifa, kuwafanya raia wasahau yale machafuko ambayo waliweza kuyafanya, kama vile kuwatoa uhai ndugu zetu, kuwateka nyara ndugu zetu, na hata vile kuwaua ndugu zetu. Lakini licha ya kwamba serikali ya Samia imejaribu kuliponya taifa letu na kuwafanya wananchi angalau kusahau yale ambayo waliweza kuyafanya mnamo mwaka 2025 kwa kuiba kura, na yeyote mwenye alikuwa anapinga ushindi wa Samia alikuwa anatolewa uhai, mataifa mengine ya nchi za kigeni
yamekataa kabisa kusahau yale machafuko ambayo serikali ya Samia iliweza kufanya, na mojawapo ni shirika la Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya wamesema kwamba hawataweza kusahau yale ambayo serikali ya Samia iliweza kuyafanya kwa kuwaua wananchi. Kwa hivyo serikali hii ya Ulaya inapendekeza kwamba hatua madhubuti ziweze kuchukuliwa kwa yeyote yule ambaye aliweza kuhusika kuwatoa uhai ndugu zetu. Mnakumbuka sasa makubaliano haya ya Ulaya yamekuja Juni tarehe 3 mwaka 2026, siku chache tu baada ya mwezi wa 5 maseneta wa Marekani nao kupitisha vikwazo ambavyo wanataka serikali ya Samia iweze kusukumiwa kwa kuwaua, kuwateka na kuwatesa raia wa Tanzania ambao waliweza kukataa ushindi batili wake Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo bunge hili la Ulaya limesema kwamba yale machafuko yote ambayo Samia aliweza kuyafanya na utawala wake, kama vile kuwatoa uhai wananchi, kuiba uchaguzi, kuwateka wananchi, kutumia vyombo vya dola vibaya, ndivyo vimefanya mpaka bunge la Ulaya limeweza kuvunja mkataba wa kupeana msaada kuja kwa taifa letu la Tanzania, msaada na mpango maendeleo wa kila mwaka. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Wacha nikuambie hivi, yeyote mwenye alihusika kuwatoa wananchi uhai eti waweze kuiba uchaguzi, inaweza ikapita hata miaka 4-5, lakini mwisho wa siku watakuja kuchukuliwa hatua. Namba 2, kilichofanya bunge hili la Ulaya kusimamisha misaada yao kuja Tanzania. Mnakumbuka serikali ya Samia iliweza kuunda tume ya Jaji Chande ili kuchunguza yale ambayo yaliweza kutendeka kipindi cha uchaguzi mwaka uliopita. Lakini bunge la Ulaya lilisema kwamba Tanzania inahitaji kamati ya kutoka nje ya nchi kuja kuchunguza yale mauaji, utekaji pamoja na unyanyasaji wa demokrasia wa wananchi wa Tanzania mnamo mwaka 2025. Sasa ukitaka kustaajabu, na tuliweza kuzungumza hapa, bunge la Ulaya kupitia kwa wizara ambayo inatetea haki za kibinadamu kutoka upande wa Ulaya walifunga safari kuja Tanzania kuchunguza kile ambacho kiliweza kutendeka mwaka uliopita. Lakini cha kushangaza, serikali ya Samia iliweza kukataa kukubali visa, unaelewa, vibali vya kuwaruhusu viongozi hao wa bunge la Ulaya kuingia Tanzania kuja kufanya uchunguzi. Sasa kama njia moja ya kulipiza kisasi baada ya serikali ya Samia kuwazuia hao viongozi wa bunge la Ulaya kuzuru Tanzania kufanya uchunguzi, na wao waliamua kuondoa msaada wa maendeleo wa kila mwaka. Na baada ya Samia kuona kwamba mataifa kama vile Marekani, mataifa kama vile Umoja wa Ulaya wameweza kumkataa, ametorokea upande wa Urusi. Sasa hivi tunavyozungumza, Samia yuko upande wa Urusi, mahala ambapo ameenda kuazima na kuombelea pesa baada ya misaada kukwamishwa na baada ya mataifa mengine kuanza kumwekea vikwazo Samia Suluhu Hassan kutokana na machafuko ambayo aliweza kuyatenda mwaka uliopita. Na mwisho, sababu kwamba imeweza kufanya bunge la Ulaya kuweza kuondoa haya maendeleo, ama ukipenda kuondoa huu mpango wa msaada wa maendeleo kila mwaka, ni kutokana na kuvunjwa kwa haki za binadamu katika taifa letu la Tanzania. Hususan angalia mtu ambaye anaitwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, ni mmoja wa wanaharakati wanaojulikana ulimwengu mzima.
Bunge la Ulaya, kama mnakumbuka, mwaka uliopita waliamuru Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja kwa sababu wanahisi kwamba hakukuwa amefanya kosa. Alikamatwa kwa sababu za kisiasa. Mpaka sasa hivi bado hajaweza kuachiliwa. Na ukiweza kuangalia bunge la Ulaya mwaka uliopita na mwaka huu wameweza kuzungumzia kusema kwamba serikali ya Samia inawatesa wanaharakati, inawatesa viongozi wa kisiasa. Vile serikali ya Samia iliweza kuwatesa wahubiri kwa kuweza kuwanyanyasa na hata kuwashambulia. Sasa Samia sijui atajificha wapi, kwa sababu dunia nzima inazidi kumwanika. Ameona ni heri atorokee upande wa Urusi, kipindi ambapo bunge la Ulaya linazidi kuachia taarifa ya kuzuia mpango wa maendeleo kila mwaka kutokana na machafuko ambayo aliweza kuyatenda Tanzania, kutokana na vibali vya visa ambavyo aliweza kunyima bunge la Ulaya kuingia Tanzania kuchunguza machafuko ya mwaka uliopita. Mimi hapa ninapongeza bunge la Ulaya, linapaswa kukaza kamba. Ingekuwa ni vizuri mataifa mengine yaweze kutusaidia kuweza kuhakikisha kwamba tunapata haki za wale ambao waliweza kuuawa. Tuweze kupata kitu ambacho kinaitwa justice, haki kwa wale ambao waliweza kuuawa kwa kuandamana na kupinga matokeo ya uchaguzi ambayo yalikuwa yameibwa mwaka uliopita. Mataifa kama vile Marekani, mataifa kama vile Umoja wa Ulaya, hao ndio marafiki zetu. Lakini ukiangalia mahala ambapo Samia ametorokea sasa hivi, Urusi, wale si marafiki ambao ni wema. Wanajua Samia aliweza kuua, lakini wameweza kumkaribisha. Wazo lako ni lipi? Mimi ninaomba mashirika mbalimbali, mataifa ambayo yanataka ama yale ambayo yanatetea haki za kibinadamu waweze kukaza kamba, ili tuhakikishe kwamba nasi tutafurahia siku ambayo ndugu zetu watakapopata haki zao, wala ambao waliuawa. Mwenyezi Mungu akubariki. Endelea kusubscribe, endelea kulike. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Je, wazo lako ni lipi hapa chini baada ya taarifa hizi kuweza kutoka upande wa bunge la Ulaya kwamba Samia, misaada imeweza kuondolewa, mpango wa maendeleo umeweza kukatishwa kutokana na machafuko ya mwaka uliopita na uongozi wa kiudikteta? Sema nasi tupatane kwa kanda ijayo. Mwenyezi Mungu akubariki.